Bungeni leo. Baadhi ya wabunge wameisifu hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipohutubia bunge la 13 wakati wa uzinduzi wa bunge hilo. Wabunge hao wameeleza kuwa hotuba hiyo imewapa matumaini katika kutekeleza yale ambayo wameahidi katika kampeni kipindi cha uchaguzi. Selemani Jafo ni mbunge wa Kisarawe, amesema hotuba hiyo imeigusa jamii kwa sekta zote mtambuka, huku mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Chipando akieleza ni hotuba iliyowapa unafuu wa Tanzania, ikiwemo kutoa vifaa vya kisasa vya uvuvi. Hotuba ya leo hii imekuwa ni hotuba ya kihistoria sana, kwa sababu ukiangalia mawanda yake ilivyogusa, imegusa maeneo mengi. Haikuacha sekta hata moja. Sekta zote zimeguswa, lakini hasa kuangalia jinsi gani nchi inataka kuenda katika miaka 5 ijayo. Hili ndio jambo kubwa ambalo tumeliona, lakini kubwa zaidi unaangalia jinsi gani ameweza kuigusa jamii, na hasa kuangalia kwamba changamoto kubwa hasa vijana katika upande wa ajira. Jinsi gani kama nchi imejipanga katika utengenezaji wa ajira karibu milioni 8. Hizi manake zikitokana katika sekta mbalimbali ambao umezungumza, sekta ya kilimo, sekta ya viwanda, sekta ya mifugo, sekta ya uvuvi. Ni sekta zote nitambuka amezigusa hapa kwa kina. Kubwa zaidi unaona ni mikakati ambayo iko wazi kuona kwamba nchi miaka 5 ijayo itakuwa nchi tofauti sana. Na hii manake inatoa wito kwa Watanzania kwamba sasa tujipange kwa matokeo makubwa sana ya miaka 5 ijayo. Lakini upande wa katiba mpya ambalo hili unajua ni kilio, kila mtu amezungumza, lakini bahati nzuri katika ilani ya Chama cha Mapinduzi naye amezungumza swala la katiba mpya. Na unaona kwamba jinsi gani roadmap Mheshimiwa Rais aliweka ni kwanza kutengeneza ile timu ya majadiliano, kwanza kuona kwamba kama kuna baadhi ya changamoto zingine kuwekana vizuri, lakini miaka hii 5 unaona jinsi gani tunaenda kufanya katika mchakato wa katiba. Kwa hiyo unaona ni commitment ya mkuu wa nchi akisema kuhusu ajenda ya katiba mpya. Hili ni jambo lazima sisi Watanzania wote tuliunge mkono. Kwa namna alivyoongea, maneno aliyoyapangilia kwenye hotuba yake yametupa unafuu mkubwa sana sisi kama wabunge, na yametupa unafuu kwa sababu vitu alivyovigusia ni vitu ambavyo 90% ndivyo ambavyo sisi wakati tunagombea tuliwaahidi wananchi. Kwa mfano, kwenye jimbo la Kigoma mjini, Mheshimiwa Rais anapozungumzia kwenda kuwakopesha wavuvi vifaa vya kisasa vya uvuvi, kuwakopesha zana ambazo zitawafanya wavuvi wasitumie tena nguvu kubwa kwenye kupata samaki, kuwakopesha vizimba ambavyo kiuhalisia ni uvuvi wa kisasa, kuachana na mvuvi anaenda kubahatisha ziwani au baharini, kuja kwenye mvuvi ambaye ana kizimba chake, ana uhakika kwamba samaki wamo mle ndani. Mheshimiwa Rais amegusia kuhusiana na miundombinu, barabara, na hapa ndipo ambapo kwangu mimi naona amenigusa kwenye moyo wangu 100%. Pale anapozungumzia kwenda kuongeza pesa kwenye mfuko kwenye pesa za TARURA. Unajua, kwa mfano jimbo la Kigoma mjini, nakupa tu mfano ili ujue namna ambavyo huyu mama ana akili kubwa sana. Jimbo la Kigoma mjini, TARURA kwa miaka 4 iliyopita walikuwa wanapewa kama bilioni 1.4 hivi, ambavyo bilioni 1.4 ni sawasawa na kilomita 1 ya lami. Sio kama unaelewa, kwa mwaka. Sasa kilomita 1 za lami, na wakati jimbo la Kigoma mjini TARURA wanahitaji kufikia kilomita 270 ambazo hazina lami. Kwa hiyo ukisema kwa kilomita 1 kwa lami kila mwaka, kwa tafsiri yake ni kwamba nahitaji miaka 270 ili niwe nimelimaliza jimbo lote la Kigoma mjini. Kwa mama anapozungumzia kwenda kuongeza pesa kwenye mfuko, kwenye pesa za TARURA, tafsiri yake ni kwamba anaenda kuongeza eneo la TARURA kuweza kufanya ujenzi wa lami kwenye jimbo la Kigoma mjini. Esther Bulaya ni mbunge wa Bunda mjini, anaeleza namna Dr. Samia Suluhu Hassan amesimama kama mama, akiishi kauli mbiu yake ya kazi na utu, huku mbunge wa jimbo la Kasulu mjini Profesa Joyce Ndalichako akisema hotuba hiyo inalenga ustawi wa taifa. Hotuba ambayo ni ya kuunganisha taifa, bali ambayo ametokea Rais ameonekana yeye ndio mwenye jukumu la ujenzi namba 1 wa taifa letu, lakini ameonyesha ni namna gani rais ambaye anataka kuunganisha Watanzania. Mosi, mbali na yote yale yaliyotokea, amesimama kama mama kwa vijana ambao hawakujua wameingia kwenye mkumbo, akatoa msamaha. Tuna rais mwenye utu, anaishi slogan yake aliyoiasisi ya kazi na utu. Kwa hiyo ni rais ambaye Watanzania wote wanapaswa kumuunga mkono, lakini ni rais ambaye anasimamia misingi ya nchi yetu. Kingine, amechanganua vitu vingi kwenye sekta mbalimbali. Amewagusa vijana wenyewe kwa kuanzishia wizara kamili.
sio tena idara kwenye wizara kamili. Mambo muhimu ambayo serikali ya awamu ya 6 inakwenda kuyatekeleza katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Na hotuba yake kwa kweli nimeipokea vizuri kwa sababu imegusa yale maeneo muhimu kwa ustawi wa Tanzania. Ukianza na upande wa usafirishaji au upande wa miundombinu, ambako labda niseme mimi kwenye jimbo langu ni mojawapo la eneo ambalo kwa kweli limekuwa na changamoto kubwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameonyesha jinsi gani serikali imedhamiria kuhakikisha kwamba inaendelea kuimarisha miundombinu ya barabara na kuongeza bajeti ya TARURA ili kuhakikisha kwamba barabara za vijijini zinapitika kwa muda wote. Lakini pia katika upande wa afya, kwa sababu tunajua afya ndio mtaji wa Tanzania, hotuba ya Mheshimiwa Rais imenigusa kwa sababu inakwenda kulenga kuangalia afya ya Mtanzania kwa kuweka bima ya afya kwa wote, lakini kwa kuendelea kuimarisha huduma za afya kwa kuongeza vituo vya afya, lakini na kuimarisha tu zile huduma za kibingwa, na kama alivyosema Mheshimiwa Rais, huduma imfuate mwananchi badala ya mwananchi kuifuata huduma. Hapo amenigusa kwa sababu mimi ni katika majimbo ambayo wananchi wangu wamekuwa wakihangaika kuenda kusafiri kwa labda kwenda Bugando au wakati mwingine Muhimbili. Kwa hiyo hapo ustawi wa Tanzania utaimarika, lakini pia kwenye sekta ya elimu. Maana huko mimi ndio nimetoka, yani kwa maana ya kwamba ndio background yangu, nimekuwa mwalimu kwa miaka mingi. Kwa hiyo kwenye sekta ya elimu kuna mipango thabiti ya kuhakikisha utekelezaji wa sera ya elimu na mitaala mipya, ambayo kwa hakika hii sera ya elimu inalenga katika kukuza ujuzi, na tunajua ujuzi ndio mpango wenyewe. Mtu anapotoka akiwa na ujuzi na maarifa, anaweza akafanya mambo mengi ambayo yanatija na ambayo anaweza yakamsaidia kupata kipato chake binafsi, lakini pia kuchangia katika kukuza uchumi wa taifa. Hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan iliyochukua takriban saa 2 imemgusa pia mbunge wa jimbo la Ukonga Bakari Shungo, akieleza suala la katiba mpya kuwa ni suala muhimu kwa taifa la Tanzania. Karibu maneno yote Mheshimiwa Rais ni mazuri, lakini sehemu iliyonigusa zaidi ni suala zima la matokeo, kuonesha masikitiko juu ya matokeo ya tarehe 29, hali ya amani ilivyokuwa. Imenigusa sana. Lakini pia imenigusa na nimenivutia swala zima la katiba mpya. Lakini kwenye swala la miradi ya mipango ya maendeleo aliyoitaja, mimi wasiwasi wangu upo kwenye swala zima la utapanyaji wa pesa za umma, na anaposema ataunda hiyo wizara inayohusika na jambo la ajira kwa vijana, liangalie kwa kina, yani kwa kina. Mheshimiwa Rais anaweza kuwa na nia njema, shida inabaki kwa hao watu ambao wanapewa majukumu. Ndio wasiwasi wangu ulipo. Ukiangalia hotuba yake miaka yote hiyo, hotuba ni nzuri, changamoto ipo hapo kwa hao wanaopewa haya majukumu. Wapo wengine wanakuwa si tuite malimbukeni au namna gani. Mtu akishika nafasi anaona kama ni, yani hachukuli kama ni koti, kwamba siku mwenye koti akitaka kuchukua atachukua. Kwa hiyo ndio sema kuangalia. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeahirishwa hadi Januari 27 mwaka 2026. Mimi ni Zaituni Mkwama kutoka bungeni jijini Dodoma.